Moja ya taarifa ambayo inasambaa hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mmoja ya watu maarufu ambaye ni mchekeshaji au tunasema anafanya sanaa ya ucheshi. Jina lake la kwenye vyeti au jina lake la kiserikali kama ambavyo wengi wamezoea kuliita, anaitwa Emmanuel Matias ambaye kwa sasa ana miaka 40. Alizaliwa tarehe 1 Oktoba mwaka 1985 huko Dodoma, na maisha yake yalianzia akiwa mwalimu na baadaye akaona njia za kujitafuta, akaachana na walimu then akaingia kwenye kile ambacho alikuwa akifanya, yani masuala ya UMC, kwenye kupresent sauti nani sherehe, birthday, komunio na vitu mbalimbali ambavyo vilimpa umaarufu mkubwa sana na Watanzania wengi wakamfahamu kutokana na namna yake ya kitofauti ambayo alikuwa akifanya kwenye kutoa kwenye kuburudisha au kusherehesha sherehe hizo. Sasa taarifa ambayo inasambaa hivi sasa na tayari ni confirmed ni kwamba MC Pilipili, Emmanuel Matias, jina la maarufu ni MC Pilipili, amefariki dunia akiwa jijini Dodoma, ambapo ni sehemu ni kwao kule, ambapo pia safari yake maisha alianzia kule, na leo rasmi amefariki dunia Novemba 16. Na taarifa hii ni ya kweli wala sio taarifa ya kugushi, ingawa mtu wa taarifa hajasema ni nini hasa ambacho kilikuwa kinamsumbua MC Pilipili mpaka kupelekea mauti wake, na mpaka hivi sasa bado kwenye hatua za kuhakikisha kwamba tunatafuta ukweli kufahamu ni nini hasa ambacho kimemsibu au kimempata mchekeshaji huyu maarufu MC Pilipili, mmoja ya mtu ambaye alikuwa akiburudisha sana kwenye show zake, lakini pia kwa namna tu ambavyo alikuwa akizungumza alikuwa anaonekana ni mtu wa watu, ni mtu ambaye alikuwa hana makuna. Sijawahi kumsikia mara kadhaa akiingia labda kwenye mitafaruku na wasanii wenzake, kwa hiyo ni mmoja wa watu ambao walikuwa ni wastaarabu sana. Lakini taarifa ya kusikitisha ni kwamba amefariki dunia leo tarehe 16 mwezi wa 11 2025 akiwa na miaka 40. Sisi kama Scope Bongo tunatoa pole kwa familia ya MC Pilipili, lakini pia kwa Watanzania wote kumpoteza ndugu yetu, kaka yetu, mmoja wa watu ambao walitupa furaha enzi za maisha yake kwa vile vitu ambavyo alikuwa akivifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.